zangu, zaa watoto unaowaweza. Narudia tena, zaa watoto unaowaweza wewe kama mwanamke. Na hapa naongea hata na wale if wanawake bado wanataka uhuru wa kuamua wenyewe wazae watoto wangapi, kwa defense ifuatayo. Kwanza, wanataka wao waamue kwamba atazaa watoto wangapi kwa sababu za kiafya, kwa kuangalia afya yake, kwa sababu za kifedha, kwa kuangalia uwezo wake wa kuwatunza watoto ikiwa ndoa yake itavunjika. Kwa hiyo ni defense mechanism. Lakini pia anaangalia uwezo wake wa kusurvive na wale watoto ikiwa ndoa haitokuwepo au mume atafariki. This is something that is very wrong. Mimi wanaambiaga watu siku zote, kama bado wewe ni mwanamke na unataka uhuru wa kufanya maamuzi ya msingi ndani ya ndoa yako peke yako, achana mambo ya ndoa. If umeamua kuingia kwenye ndoa, ukaolewa, ukaitwa mke wa mtu, na yule mume wako akaitwa mume wa mtu, kwamba yeye ni mumeo na wewe ni mke wake, maana mmeingia kwenye ndoa watu wawili. Tafsiri halisi ya ndoa ambayo watu wengi huwa hawataki kuisikiliza ni nini? Ni kwamba umeyakana yaliyokuwa ya kwako, umepoteza independence, uhuru uliokuwa wa kwako. Mume wako amepoteza uhuru uliokuwa wa kwake, mmeungana wawili kwa kitu kimoja. Tafsiri yake halisi ni nini? Mkisha ingia kwenye ndoa, maamuzi ya mpate watoto wangapi, muwekeze vipi, maamuzi ya kifedha, maendeleo, maamuzi yote kwenye ndoa yanafanya na watu wangapi? Wawili. Defense ya kwamba kwa sababu mke ndio anayebeba mimba, kwamba mwanamke ndio anayebeba mimba, kwa hiyo haki ya kuamua watoto wazaliwe wangapi ni ya kwake. No, it is absolutely wrong. Maamuzi ya kwamba tuzae watoto wangapi ni maamuzi ya mke na mume waliokuwepo kwenye ndoa. Mke peke yake hawezi kujiamulia kubeba watoto kwa sababu anahofia kupoteza afya yake, au anahofia kupoteza shape yake, kupoteza umbo lake, ana matatizo ya kiafya. It's fine kwamba mtu anaweza kuwa na matatizo ya kiafya, hayazuiliki, hayo yapo tu kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini maamuzi ya mimi na mke wangu tuzae watoto wangapi ni maamuzi ya watu wawili. Hii mindset mliokuwa nao siku hizi, mnatafuta independence ndani ya ndoa, achanini nayo. Wanawake, ukitaka uamue kuzaa watoto wangapi utakavyo, baki nyumbani kwenu, zaa na Juma, zaa na Mudi, zaa na Joni, zaa na Yohana, zaa na Yakobo. Amua wewe mwenyewe, utazaa na Yakobo lini, utazaa na Joni lini, utazaa na Juma lini. Why? Kwa sababu upo nyumbani kwenu na maamuzi ya kuzaa ni ya kwako. Lakini ukisha ingia kwenye ndoa, maamuzi ya kuzaa watoto wangapi ni ya mume na mke wote wawili, kwa kushirikishana katika kila hatua ya kupata mtoto.